kwamba Mungu anaweza kumtunza mtu awe na maisha matakatifu, asifuate mwili bali afuate roho na matunda ya roho. Yuda 1:24. Tuamini kuwafikia wengine kwa Injili, kwa waliopotea, kwa juhudi imani na kuweka bidii kwa mashabiki wa Kristo. Matendo 1:8. Tuamini ubatizo wa Roho Mtakatifu kama kwa Matendo 2:4 na huduma ya Roho sasa katika wanaoamini, akidhihirisha katika huduma vipawa vya Roho na matunda ya Roho. Waefeso 4:11. Tuamini uponyaji wa Mungu unapatikana kwa ajili ya mapigo ya Yesu. Petro wa kwanza 2:24. Tuamini ni watakatifu. Tuamini mume na mke ni mtakatifu. Tuamini kwamba mafundisho ya maandiko ni mtu kwa na mke mmoja. Mwanzo 2:24. Tunaweka manani kubariki ndoa na kutoa cheti kwa walio wana nje ya kanisa. Hii inafanywa bila sherehe yoyote. Mwanzo 2:24. Tunaamini kwamba Mungu ameamuru kwamba mume na mke wasijihusishe wala kushiriki katika vitendo vya ngono haramu nje ya ndoa. Tunaamini kwa ngono ya wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, mtu na mnyama, watu wa jamaa moja kati ya jinsia zote mbili, ngono kabla ya ndoa, ngono nje ya ndoa pamoja na pornografia, dhambi zilizopandwa na zawadi ya Mungu ya ngono. Mwanzo 2:24. Tuamini ushirika wa meza ya Bwana. Wakorintho 11:27. Tuamini kanisa kuwa ushirika wa walioamini duniani kote inayojidhihirisha katika vikundi vya mitaani vinavyofanya kazi chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Matendo 2:42-47. Tuamini ufufuko kwa waliookolewa na waliopotea. Waliookolewa watafufuka kwa uzima milele na waliopotea watafufuka kwa uangamizi wa milele. Yohana 5:28-29. Tunaamini kwamba Mungu huliita kanisa lote pamoja na kila mshiriki pasi kubagua kwa misingi ya jinsia, rangi, ulemavu, taifa, kushiriki na kusambaza huduma ya Yesu Kristo, kushuhudia Injili katika kanisa na jamii kwa jumla. Matendo 10:34-36. Tuamini kwamba Mungu ameteua na kuumba taasisi za mamlaka ya kimsingi, familia, kanisa na taifa. Warumi 13:1-7. Tunaamini kuwa uhai na maisha ya binadamu huanzia pale mwanamke anapata ujauzito. Hivyo basi kijusi ni binadamu aliye hai. Kuwapia mimba unahusu mauaji ya binadamu. Kuwapia mimba ni jambo ambalo halikubaliki na halijaruhusiwa. Ayubu 3:16. Tunaamini kuwa Wakristo hawajakubalisha kuchukulia Wakristo wengine hatua za kisheria ama kanisa ili kusuluhisha kutoelewana kwa binafsi. Wakorintho 6:1-8. Tuamini katika utoaji wa zaka kama vile agizo la Mungu lilivyo na kama njia ya kuonyesha shukrani na upendo wetu kwa Mungu. Mwanzo 14:20. Asanteni.